Kumekuwa na majibizano kwenye mitandao ya kijamii kati ya Wakenya na Watanzania baada ya kukamatwa na kuzuiliwa kwa wanaharakati Boniface Mwangi wa Kenya na Agatha Atuhaire wa Uganda nchini Tanzania na kisha kuachiliwa. Katika kikao cha bunge cha kuzungumzia bajeti ya taifa la Tanzania siku ya Jumatatu, baadhi ya wabunge walielezea kutoridhishwa kwao na wanaharakati wa Kenya, huku wengine wakilinganisha mataifa hayo mawili kwa masuala mengine hususan ya kisiasa. Nao Wakenya wameelekea kwenye mitandao ya kijamii kujibu kauli hizo. Baadhi ya wabunge wa Tanzania wamedai kwamba wamekuwa wakipokea jumbe kwenye simu zao kuhusu majibizano hayo. Hizi hapa baadhi ya kauli zao bungeni jana. Tunaomba tuwakumbushe majirani zetu wa Kenya na mataifa mengine, na hili tunazungumza kutoka kwenye bunge, chombo kilicho huru cha kikatiba. Tunawaonya sana wanaharakati wanaofikiri ya kwamba taifa hili ni choo, kila mtu anaweza kwenda kujisaidia na kutoka. Nataka niwaambie kwa viongozi walioko madarakani na sisi vijana ambao tutakuja kukabidhiwa taifa hili, hakuna kiumbe chochote kitaweza kuligawa taifa hili. Hili ni onyo kutoka kwa Watanzania. So at a time lazima tujiulize kama nchi kuna kitu behind the carpet, yani kwa nini sasa hivi? Kwa hiyo tusitumie hiyo opportunity ambayo mama ametoa na fora zake kuharibu taifa letu. Demokrasia ni gharama, lakini amani, usalama na ulinzi na utulivu wa nchi yetu ni gharama sana. Lazima tuangalie leo tuna hii amani, tuwezi kuona kama tuko vizuri. Tukafanya kila tunachofanya. Tukafanya any kind of bullying kwenye mitandao. Na mbaya zaidi tunasema Wakenya wanafanya, lakini Watanzania tunachukua tunasambaza kwenye mitandao. Na mamlaka husika za nchi mko wapi? Sasa hili linaleta picha gani kwa utangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki? Nimemuuliza swali hilo mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya Afrika Mashariki Monday Akol Amazima akiwa Kampala, Uganda. Katika utawala wa sasa, vyama tawala vina nafasi yake, upinzani una nafasi yake, alafu na asasi za kiraia ambazo ndizo zinachukua wanaharakati nazo zina nafasi yake. Kwa hivyo bunge la Tanzania ndiyo wamejadili, wamemuunga mkono rais yao, lakini nafaa waangalie mbele, wajue kwamba ulimwengu tunamoishi kila mtu ana sehemu yake na kila mtu asaidiwe kucheza sehemu yake ili nchi ziweze kuongozwa vizuri na wananchi waweze kutoa malalamiko yao. Tujue kwamba tuko katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kinachoendelea Kenya, kinachoendelea Tanzania, kinachoendelea Uganda, lazima nchi zingine zishiriki. Kwa hivyo serikali zisibane wanaharakati kufanya kazi kwa pamoja ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na tuzungumzie kidogo mienendo ya kidiplomasia ya nchi hizi mbili, hususan ukizingatia jinsi walivyoshughulikia swala hili. Unadhani kunaweza kuwa na athari zipi kwa mataifa haya? Athari ipo kwa sababu lazima katika kuendeleza masuala ya kidiplomasia, masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, wajue kwamba kuna vyama pinzani na vyama vya upinzani vipewe sehemu yake ili tudumishe muungano, ili tudumishe Jumuiya ya Afrika Mashariki. Akol, kwa mtizamo wako mwenyewe, unadhani nchi hizi mbili zilishughulikia swala la wanaharakati kwa njia inayofaa au wangefanya nini ili kutuliza hali? Swala la wanaharakati halikushughulikiwa kwa njia inayofaa. Kwa hivyo ni lazima nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakae pamoja, wajue kwamba katika kuendeleza Jumuiya ya Afrika Mashariki, wanaharakati wana sehemu yao, upinzani una sehemu yao, na kila mtu ana sehemu yake pamoja na vyama tawala vilivyo madarakani. Tangu wanaharakati hawa Boniface Mwangi wa Kenya pamoja na Agatha Atuhaire wa Uganda kuachiliwa kule Tanzania na kudai kwamba wamenyanyaswa, hakuna tamko lolote rasmi kutoka kwa serikali zote tatu, Kenya, Uganda na Tanzania. Hii inatuma ujumbe gani? Serikali lazima zilinde raia wake. Kwa maoni yangu, bado wanatathmini na kutafakari nini hasa la kufanya, nini hasa la kuambia wana Jumuiya ya Afrika Mashariki. Je, unaona hili linaweza kupanuka zaidi, labda kuathiri masuala ya kiuchumi na kibiashara kati ya nchi hizi kama vile Kenya na Tanzania au hata Uganda? Ndiyo, usipoziba ufa utajenga ukuta. Huu ni ufa mkubwa sana ambao nchi zetu, viongozi wetu lazima washughulikie. Na wanasema mwanzo wa ngoma ni lele na ngoma ikilia sana hupasuka. Ishara zilizopo ni kwamba yani utawala wa kimabavu katika nchi zetu zote umeendelea kukua.
Kwa hivyo lazima viongozi wajue kwamba wako madarakani kwa ajili ya raia, wako madarakani kwa ajili ya watu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mahojiano hayo na mchambuzi Akola Mazima ndiyo yanayotuhitimishia taarifa yetu kuu usiku huu.